السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد. tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ayuha alkiram, ndugu zangu waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi katika mambo yetu. Allah subhanahu wa ta'ala awaponye wagonjwa wetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie ibada zetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukutanishe wote kwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali katika firdaus al-a'la min al-janna. Atuepushe na moto Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tunazungumzia saumu ya mwanamke mjamzito. Hii saumu tutaianza saumu ya mwanamke mjamzito na mwenye kunyonyesha. Nianze kutoa maelezo kabla ya kuelezea hukumu ya saumu ya mjamzito. Ndugu waislamu na dada zangu vipenzi na mama zetu na mabinti zetu, si kwamba ukiwa mjamzito ni haramu wewe kufunga, na sio kwamba wewe kuwa unanyonyesha mtoto ni haramu wewe kufunga. Hapana, inapendeza na inafaa wewe kufunga, au ni wajibu wewe kufunga madamu una uwezo wa kufunga hata kama wewe ni mjamzito. Ni wajibu wewe kufunga madamu unaweza kufunga hata kama wewe unanyonyesha. Kwa hiyo mjamzito na mwenye ujauzito, mjamzito na mwenye kunyonyesha, mjamzito na yule mwenye kunyonyesha, wote hawa hukumu yao na watu wengine ni moja juu ya uwajibu wa kufunga. Isipokuwa itakapokuwa wewe mjamzito na wewe mwenye kunyonyesha mtoto unaiogopea nafsi yako, yani kwamba kwa kuwa wewe ni mjamzito huwezi kufunga, au kwa kuwa unanyonyesha labda maziwa yatakuwa hayatoki na mtoto bado hajaanza kula chakula, yuko mwezi wa kwanza, mwezi wa pili hajaanza kula chakula. Sasa hapo utaruhusiwa kula chakula kama vile mgonjwa, na vile vile utalipa baada ya mwezi wa Ramadhani. Narudia tena kwamba mjamzito na mwenye kunyonyesha hukumu yao katika saumu kwamba ni wajibu wao kufunga, labda kama wanaiogopea nafsi yao au watoto wao, kwamba labda mtoto hatopata maziwa, au labda mtoto bado yuko katika ile miezi ambayo hajaanza kula chakula, kwa ukaogopea hilo. Hapo utaruhusiwa kula, lakini vile vile utatakiwa baada ya mwezi wa Ramadhani kulipa zile idadi ya masiku ambayo ulikula. Na hii kama ilivyopokea hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallama ametoa maelekezo hayo kwamba inna Allaha wada'a 'anil musafiri sawma, Allah amemuondolea msafiri saumu, kwamba ana ruhusa ya kula kile kipindi ambacho amesafiri, na kwamba atakuja kulipa baada ya nini? Baada ya Ramadhani. Wa shatra sala, na akawa amemuondolea nusu ya swali, yani badala ya kuswali adhuhuri raka 4, la alasiri raka 4, isha raka 4, akaambiwa swali raka 2. Kwa hiyo ukiwa umesafiri unaruhusiwa kula wala usifunge, na vile vile kwa kuwa wewe ni msafiri unaruhusiwa kuswali raka 2 adhuhuri, kuswali raka 2 adhuhuri, raka 2 al-asri, raka 3 maghribi, raka 2 isha na raka 2 alfajiri. Lakini pia angalia kwa rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, pia wa 'anil hamili au al-murdi'i as-sawma, pia yule mjamzito na yule pia ambaye ananyonyesha mtoto pia
kawahudhuria saumu. Yani madamu wao hawana uwezo, wanaziogopea nafsi zao au wanaogopea watoto wao, mtoto aliyoko tumboni au mtoto huyu ni mnyonyesha kwamba hata upata maziwa, basi kula, lakini utakuja kulipa. Utalipa pale, yani baada ya kuwa Ramadhani imepita, utakapokuwa umerudi katika ile hali yako. Kwa hii ndio masala aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba utalipa. Kwa maana yani utafunga lakini baadaye utakuja kulipa. Na kulipa kwenyewe utalipa saumu peke yake bila kulisha. Utalipa saumu peke yake bila kulisha, na hiyo ndio hukumu aliyosema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kuhusiana na mtu ambaye alikuwa amekula, yani mwenye mimba na mtoto. Abdullah ibn Abbas akaelezea kwamba wao watakuwa ni wenye nini? Ni wenye kulipa saumu peke yake, lakini hutolisha maskini. Utalipa saumu bila kulisha maskini. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.